بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 2 mwezi wa Dhulqaada mwaka 1441 katika silsila ya ad-durus al-manhajiyya tunaendelea kusoma risala usulu ad-da'wah as-salafiyya للشيخ الدكتور عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى. tulianza na kuendelea katika vikao viwili vilivyopita al-aslu at-tasi' munabadhatu ahli al-bid'ah wat-tahdhir minhum. msingi wa kujitenga na watu wa bid'ah na kutahadharisha waislamu kutokamana na watu wa bid'ah. tuliwacha sehemu ndogo ya mwisho katika msingi huu katika yale aliyoyanukuu Sheikh Abdul Salam rahimahullahu ta'ala. jambo la mlinganizi kuwa mkali kwa watu wa bid'ah na kuwarudi watu wa bid'ah, wakati mwingine jambo hili huonekana yule Muislamu au mlinganizi anayekuwa na msimamo kama huu ni kama hana hikma, na pengine labda hajawahi kutanguliwa na mtu kuwa kama yeye. Bimaana kule nyuma wao wanavyosema muwafuata salaf, je, salaf walikuwa hivyo? Sema watu watofautiana katika hili jambo. Wako ambao huwarudi watu wa bid'ah na kufanya tahdhir watu wa bid'ah, lakini pengine ukaona katika maneno yao hakuna ule ukali sana, ingawa wajitenga na watu wa bid'ah na kukataza watu kutokamana na kukaa watu wa bid'ah, kukaa na watu wa bid'ah. Na ndio utaona kwa mfano watu hupiga mfano wa Sheikh Ibn Baz, Sheikh Ibn Uthaymeen, ingawa walikuwa wakiwarudi watu wa bid'ah na wakiwazungumza watu wa bid'ah na wakitahadharisha watu kutokamana na watu wa bid'ah, lakini ukapata na wanaovioni wengine wakawa wana ukali sana dhidi ya watu wa bid'ah. Hao wa kwanza sio kuwa wana upungufu katika hilo, na hao wa pili pia sio kwa kuwa wakali dhidi ya watu wa bid'ah ni upungufu kwao, bali wakati mwingine jambo hili larejea katika tabia ya mtu ambayo Allah amemuumbia nayo, na namna anavyokuwa na ghera na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watu watafautiana mmoja na mwingine, na yote haya mawili au hawa aina ya watu hawa wawili hatuwezi kusema kuwa huyu ana upungufu au huyu ni mbora kuliko yule, lakini hawa wana mfano wake, hawa wana mfano wao, na alhamdulillah gurudumu la da'wa la songa. Kwa mtu kuwa mkali dhidi ya watu wa bid'ah ni jambo ambalo salaf walikuwa wakimsifu mwenzao nalo. Kile ambacho ni makosa
ni kule kutotahadharisha watu kutokana na bid'a na watu wa bid'a. Ukamwona mtu hazungumzi kabisa suala la bid'a, wala hawazungumzi watu wa bid'a kuwatahadharisha watu kutokana na watu kama hawa, hapa sasa itakuwa ni makosa. Lakini kusema kuwa yule fulani yule kidogo ana upole na yule fulani mkali sana yule, wakati mwingine yarejelea kwa tabia ya mtu yuko namna ile, mara nyingine yarejea kwa tabia ya mtu, ingawa hatuwezi kumtia dosari kwa kuwa ni mkali dhidi ya watu wa bid'a, bali hii ni manqaba. Salafu salih walikuwa wakiwapenda wale wanaokuwa wakali dhidi ya watu wa bid'a, bali ikitajwa katika tarjama ya alim katika ulama usalaf, ikiwa hili lipo basi litawekwa, wakana shadidan ala ahli albid'a, alikuwa ni mkali ana shida dhidi ya watu wa bid'a. Hapo yatajwa yale mambo ambayo ni mazuri, sio mabaya. Lakini leo lau kama mtu atakuwa na ukali dhidi ya watu wa bid'a, basi yule bwana amezidi bwana. Sasa ndio maana hapa mwisho Sheikh Abdul Salam rahimahullahu ta'ala akatutajia mfano wa mmoja katika wanaovyuoni wa salaf ambaye alikuwa ni mkali mno kwa watu wa bid'a. Hebu sikiliza hizi sifa, alafu hao mnaowanyushia vidole na kusema ni wakali dhidi ya watu wa bid'a sana, hebu angalia, je, wafika hiki kiwango kilitajwa hapa? Naanza sema, yaqulu al-Hafidh ibn Asakir fi tarikh Dimashq fi tarjamati Ahmad ibn Aun Allah, huwa ahad ulama as-sunnah. Ahmad ibn Aun Allah, mmoja katika wanavyuoni wa sunna. Al-Hafidh ibn Asakir amtaja na kusema, naqilan an abi Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Mufarrij قال كان أبو جعفر أحمد بن عون الله محتسبا على أهل البدع غليظا عليهم مذلا لهم. Hoja mtu anayewafuatiliza watu wa bid'a, awafuatiliza kule waliko. Leo mtu aweza kukwambia hutaulizwa wewe kaburini kuhusu mtu fulani, lakini utaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa watu wapotea na wewe hukuwa tahadharisha wakati ulikuwa na uwezo wa kuwatahadharisha kutokamana na shari uliyoona mbele yao. Allah subhanahu wa ta'ala asema, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, kija adhabu haitachagua. Kwa usiwafanyie watu takhdhil kwa shubuhat. Ukamwambia mtu kienda kaburini utaulizwa man rabbuka ma dinuka man nabiyuka madha taqulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum. Ni kweli, haya ndio maswali ya kaburini hivi. Kwa hivyo mtu akizini hataulizwa, sio? Kwa sababu haiko katika maswali matatu, sio? Akiiba hataulizwa, sio? Na yule mwingine aliyemuona mwenzake akiiba akaangalia kisha kaulizwa nani anaiba hapa, sijui, hataulizwa huyo. Kwa nini? Kwa sababu haiko katika maswali yale matatu, sio? Yani kuna shubuhati nyingine mtu yaweza kuleta za kitoto, mambo ambayo hata si sawa kuyasema, ati hii pia ichukulia ni shubha, bali utaulizwa. Una uwezo wewe mlinganizi wa kuwaelekeza watu na kuwaonya kutoka na bid'a, kisha ukanyamazia, ni kama umeridhia kile kitu na hakuna chochote cha kuzuia. Unao uwezo, kisha ukawacha tu kwa sababu ya kuogopea watu watapungua kwenye darasa yako, watu watakusema vibaya kwa sababu ya watu, ukawacha. Kwa hiyo utaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, utaulizwa. Mitume wa Allah alayhi salatu wassalam, pamoja na kuwa wamefikisha ujumbe kikamilifu, lakini Allah asema, fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna almursalin. Mitume wa Allah wataulizwa, na Allah yajua kuwa mitume wake wamefikisha ujumbe kikamilifu, hawakupunguza chochote. Mitume wote alayhi salatu wassalam
lakini maswali yatakwenda kwa mitume na umma wao. Umefikisha ujumbe? Nimefikisha ujumbe. Wale waliomkanusha, ya Rabbi, hata hatumjui huyu. Ummati Muhammad waja pale washuhudia kuwa kweli huyu mtume amefikisha ujumbe. Kwa usikimbie na kukwepa jukumu ambalo waweza kulitekeleza na hakuna lenye kukuzuia wewe kulitekeleza. Sasa huyu bwana alikuwa mkali dhidi ya watu, mudhillan lahum, akiwadhalilisha watu wa bid'a, taliban limasawiihim, ayatafuta haswa yale makosa yao yako wapi. Wana tatabu wale za kufuata makosa ya watu, yuwajua makosa ya watu wa bid'a yapi na yuwayafuatiliza ili kuyaweka wazi mbele za watu. Musari'an fi madarrihim, tena haraka sana kuwaletea madhara watu wa bid'a. Shadid alwat'ati alaihim, akanyaga kisawasawa watu wa bid'a, mkali sana. Musharridan lahum idha tamakkana minhum, akimakinika juu yao watamtambua. Ikiwa ni uwezo Allah amempa pengine kwa sulta, fungilia mbali ndani, fanya hivi, sababu wazushi katika dini. Ghaira mubqin alaihim, hawabakishi, hawapi nafasi. وكان كل من كان منهم خائفا منه على نفسه متوقيا, kila aliyekuwa katika watu wa bid'a katika zama zake alikuwa kimuogopa sana huyo bwana. Akimwona yule bwana, heri ficha madhehebu yako ya batili. Ukizungumza tu yule bwana atakufanyia hivyo. La yudahinu ahadan minhum ala hali, hana mudahana, akamdhihirishia kinyume na vile anavyoitakidi mtu wa bid'a. La yusalimuhu, na hakuna amani baina yake na watu wa bid'a. Wa in athara li ahadin منهم على منكر وشهد عليه عنده بانحراف عن السنة نابذه وفضحه, na ikiwa atapata kwa mmoja wao jambo ovu la uzushi, wakaja wenye kushuhudia kuwa huyu bwana amepinda na kuiwacha sunna, basi mwanzo ataachana naye yule mtu, atamgura, kisha atamfedhesha mbele za watu. Ya nini bwana mashekhe kutajana? Unaona mashekhe kazi yao kuzungumzana bwana. Basi si unyamaze wewe mwenyewe, wafanya biashara wasema mwenzako yule tomato zake mbovu yule, ya nini wauzaji tomato bwana kufedheshana? Wewe zungumza hayo. Ikiwa mambo ya ilmu huyafahamu, achana nayo, usiingilie jambo ambalo hulijui. Kuna watu wapenda kuingilia kila kitu na yeye pengine ana biashara yake, pengine seremala kwa mfano, na pale pale watu wakija kwake anaenda kwa yule, kama utatengezewa leo utaketi miezi mitatu wewe upate fanicha yako wewe. Kwa hiyo yeye mzuri zaidi, sio? Mbona maseremala mazungumzana jamaa, watahadharisha watu kutokana na wenzako, sio? Yafaa kuambia mtu yule bwana uza vitunguu pale atakutilia kimoja kibovu, afadhali uende kwa yule. Yafaa kwa vitunguu kwenu ni ghali kuliko dini. Hawa jamaa wanaozungumza hivi, kwao vitunguu na tomato ni ghali kuliko dini yao. Yani dini ndio yachukuliwa kwa mtu yoyote, yani kama kitu ambacho hakina maana. Lakini tomato, vitunguu, sijui aumwa na kichwa mpaka ende kwa daktari fulani, yule atakukata mshipa, usiende yule. Kwa hivyo jarh wa taadili yafaa kwa uzaji tomato, kwa uzaji vitunguu, kwa madaktari, kwa mainjinia, kwa nani. Lakini kwa watu wanaopoteza watu katika dini ya Allah, hao wanyamaziwe. Haihata. Asema wa a'lana bidhikrihi walbara'ati minhu, alikuwa akitangaza wazi, kimjua huyu ni mzushi, wazi kabisa kuwa niko mbali na yeye huyu bwana. Wa'ayyarahu bidhikri as-su'i fil mahafili, kila wanapokusanyika watu wengi hivi alikuwa akisimama akimtaja fulani yule mzushi, msikae naye. Huyu ni Ahmad ibn Aunillah
rahmatullahi ta'ala alayhi. Hizi sifa zote msizisikie za sasa, ni huyu mwanachuoni wa huko. Sisi tusoma tu hapa alafu tutafanya tutoa mifano hai. Qala wa'ayyarahu bidhikri as-su'i fi al-mahafil, tena humwaibisha kwa kumtaja kwa ubaya katika mikusanyiko ya watu. Wa aghra bihi hatta yuhlikahu au yanzi'a an qabih madhhabihi wa su'i mu'taqadihi. Ona, msimfanyie hivi, msikae naye, msifanyie mpaka aangamie au awache madhehebu yake ya batil ya uzushi alikuwa nayo. Walam yazal dauban ala hadha jahidan fi, akaendelea na mtindo huu maisha yake, juhudi kubwa sana dhidi ya watu wa bid'a, ibtighaa wajhi llahi, kwa ikhlas na kutaka uso wa Allah, ila an laqiya Allah azza wa jalla, mpaka alipokutana Mola wake alipofariki rahmatullahi ta'ala alayhi. له في الملحدين آثار مشهورة ووقائع مذكورة. أنا مسمام ينوجلكان مشهوري ضد يا كفار ملحدين نضد يا أهل البدع. أنا مسمام ambayo yakumbukwa mashuhuri ضد ya hawa watu. Haya, tazameni hapa tarikh ya Dimishq. Ibn Asakir amtaja huyu mtu. Je, amemponda hapa? Akasema na haya yote ameyafanya kwa sababu alikuwa hana hikma. Amesema kitu hapa? Bali ametaja kwa kumsifu huyu mtu. Basi leo nilikuwa ninakusudia tuzungumzie haya tu, ili asije mtu akamsikia mtu amekuwa mkali kwa watu wa bid'a akaanza kumnyoshia vidole. La, mshukuru huyu aliyekuwa mkali kwa watu wa bid'a akufanya wewe uwachukie ukae mbali na wao, ili dini yako isalimike. Kinyume na hivyo, dini yako itachafuliwa na uzushi katika dini ya Allah, jambo ambalo litakuletea wewe madhara katika akhira yako. Wallahu almusta'an. Nas'alullah an yuthabbitana wa iyyakum 'ala alhaq hatta nalqahu wa huwa radin 'anna. Subhanak Allahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك. أقول لك إن دعوة الحق مهما حوربت فهي منصورة. أبشر، والله لو كانت من وراء جدار بل كانت في صخرة صماء لا ترى سماء ولا ماء ولا يدخلها هواء لأنفذها الله رب العالمين بعز عزيز وذل دليل حتى تبلغ ما أراد الله لها أن تبلغ. والله هو المبلغ عن أهل السنة. فسيحارب الحق بالباطل